Mambo gani ambayo neema inaweza ikakamilisha? Jambo la kwanza, neema ina uwezo wa kumfanya mtu au kumtengeneza mtu. Kila hatima kubwa ni matokeo ya kutengenezwa. Ndio maana hata Yesu ilibidi atengenezwe. Hakuna hatima bila kutengenezwa, haipo. Na ndio maana hatima zote ambazo ni kubwa kwanza kwenye Biblia ilikuwa ni matokeo ya wao kutengenezwa, na neema ya Mungu ikawatengeneza watu mbalimbali. Mfano Nuhu alitengenezwa na Mungu. Biblia inasema Nuhu alikuwa mtu mwenye haki, alitembea pamoja na Bwana. Make alikubali kumjua Mungu, akaamua kutembea kwenye njia za Mungu, kwa maana zile zilimtengeneza akawa vile alivyokuwa. Abraham pia lazima alikubali kutengenezwa, sababu baba yake mzee Tera alikuwa anaabudu miungu mingine. Ukoo wa kina Ibrahim ulikuwa hauabudu Mungu huyu wa kweli, walikuwa wanaabudu miungu. Lakini mzee Ibrahim alitolewa kwenye miungu mingine, kwa maana alikubali kutengenezwa, akafiti kwenye mpango wa Mungu. Danieli alikubali kutengenezwa, alikubali kukaa, neema Mungu ikamtengeneza, kwa kiasi ambacho miaka 3 alikataa kula chakula kinachotoka ikulu ya mfalme. Yeye na Shadraka, Meshaki na Abednego wakakataa chakula cha mfalme, wakawa na kula mtama na maji kwa muda wa miaka 3. Ili nini? Ili wasijinajisi. Make nini? Walikuwa wanatengeneza discipline ya kutengeneza mazingira ambayo neema ya Mungu itabebwa. Neema ya Mungu ikishuka mahali ambapo hakuna nidhamu, haifanyi kazi. Mtu anaweza kafika juu, ila kitakachombakiza juu ni tabia alizonazo. Unaweza ukapanda juu kwa haraka, sio shida. Shida ni utabaki juu, kwa sababu kitakachokubakiza juu ni tabia ulionayo. Tabia ndio inayoamua ubaki juu na uendelee kwenda juu au rudi chini. Nidhamu inatengenezwa, na nidhamu ina magumu yake. Kwa lazima uangalie, nataka kuaje, niwe wapi. Najua neema ya Mungu iko ndani yangu, lakini ili itende kazi lazima nitengeneze mazingira. Neema ya Mungu ina nguvu ya kumfanya mtu na kumbadilisha. Paulo anasema kwa neema Mungu nimekuwa hivi. Unaweza ukawa uko hivi ulivyo sahihi, ukadhani na Mungu amekusudia uwe hivi ulivyo. Kumbe kuna version, kuna toleo lingine jipya la kwako ambalo haujalijua bado, haujaliona bado, haulitambui bado, limefichwa ndani yako, linasubiri neema ya Mungu ingie ndani yako ilifunue uwe vile ambavyo Mungu anakusudia uwe. Ndio maana kitu ambacho unatakiwa kitafute mchana na usiku na uhakikisha kwamba kinatenda kazi kwenye maisha yako ni neema ya Mungu. Inaweza kukutoa mahali ulipo na kufikisha mahali ambapo hukukusudia kabisa kufika, hukutegemea kabisa kwamba ungeingia. Inaweza kupeleka mazingira ambayo hukuwahi kujua kwamba kuna siku utakuwa kwenye mazingira haya, utakuwa na watu hawa, hauwezi kujua. Inaweza kupeleka kwenye kiwango ambacho haukuwahi kutegemea tangu kuzaliwa kwako. Wakati jamii na kuona ufai, ukonzo wa kuona ufai, familia zinaweza kuona ufai, ila ukiamua kukumbatia na kutafuta hii neema ya Mungu ili tende kazi kwenye maisha yako, itakunyanyua na kupeleka mahali ambapo hukukusudia, hukutarajia, hukujua. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 nasema hivi, mambo ambayo macho yako hajai kuyaona, masikio yako hajai kusikia, wala hajai kuingia katika moyo wa mwanadamu, Mungu amewaandalia wale wampendao. Kwa kuna aina ya maisha, kuna aina ya mambo ambayo macho yako hajai kuyaona, masikio yako hajai kuyasikia yakineno kwenye maisha yako, wala hajai kuingia katika moyo wako, wewe mwenyewe hujai kuyawaza, hujawahi kuyategemea. Ukisoma hilo andiko, amewaandalia wale wampendao. Kwa kama amewaandalia wale wampendao, ili kwenye maisha yangu nipate yale mambo ambayo macho yangu hajawahi kuyaona, masikio yangu hajawahi kuyasikia, na hajawahi kuingia ndani ya moyo wangu, natakiwa nifanyeje? Nihakikishe nampenda Mungu toka ndani ya moyo wangu. Mambo ambayo macho hajawahi kuyaona, masikio hajawahi kuyasikia, hajawahi kuingia katika moyo. Kwa kuna mambo ambayo yapo, ila macho yangu hajawahi kuyaona, masikio yangu hajawahi kuyasikia, wala mimi sijawahi kuyawaza, sijawahi kufikiria kwamba, sijawahi kutegemea kwamba kwenye maisha yangu yatatokea. Mungu ameyaandaa, anasubiri kiwango fulani hivi cha upendo wangu kwake kidhihirike ili ayaachilie.